Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Wewe ni baba yangu, mimi ni mtoto wako. Asante ni kwa sababu ni kibali kikuu sana ulinipa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Ulinichagua niweze kukaa katika maisha yako, ulinichagua niweze kutembea katika neema yako, na niweze kuishi katika neno lako Bwana, na niweze kushughulikia mioyo ya watu wengine wengi, wale Bwana Jehova Jireh wanaohitaji kulingana na vile wewe upendavyo. Ninakuinua wewe baba yangu na ninakutukuza wewe mtakatifu. Ni kwa sababu utukufu wako Bwana na utakatifu wako ndizo Bwana chakula chetu wakati wowote Bwana. Wakati tunaposoma neno, hakuna kitu kingine tunapokipokea ila tu ni chakula cha rohoni. Nayo wakati ule chakula cha rohoni kinachoingia ndani yetu, kinakuwa msaada mkubwa sana na msaada mkuu katika maisha yetu kwa wingi wa utukufu wako. Bwana wangu na Mungu wangu, sina mwingine Baba. Wewe ndiye baba yangu. Wewe ndiye Bwana nguvu zangu. Wewe ndiye mfalme haki yangu. Wewe ndiye mfalme. Umenitoa katika hali ya upungufu, ukaniweka katika hali ya kupanuka. Ni kwa sababu ya utukufu. Asante ni kwa sababu ya faida yote katika maisha yangu ya kiroho. Ni kwa sababu Bwana umenipa uwezo huo, ndio niweze kufanya wengi waweze kutambua na kuelewa mapenzi yako ni nini. Jehova, wakati wowote ninapofanya hii kazi yako, ninasikia nimetoshereka ndani yake, ninasikia yani katika kazi hii yako Bwana, kuna kila kitu ninachokihitaji. Sitapungukiwa kamwe. Ninamuombea yule tunayejifundisha pamoja, asipungukiwe kamwe, maisha yake iweze kuwa imesimama. Chochote anachokihitaji aweze kukipokea. Uzima wako Bwana uweze kunena ndani yake. Mikono yake iweze kubarikiwa, na kazi yako Bwana Jehova Jireh iweze kuwa kazi ya kupendeza katika maisha yake ya rohoni. Riba shantara baboria biarite didai fara. Na ndio Bwana Jehova Jireh, wakati wote atakapoishi katika maisha yake, aweze kuishi katika uweza wote Bwana Jehova Jireh na utukufu wote. Ninakushukuru Bwana wewe mtakatifu, ni kwa sababu katika neema yako Bwana sisi twajua na twatambua ya kwamba maisha yetu Bwana Jehova Jireh, pasipo wewe haiwezekani sisi tukaweza kuishi wala kudumu katika pendo na katika furaha. Wewe ndiye unatupa furaha yote, wewe ndiye unatupa amani yote, wewe ndiye unatupa nguvu zote, na ndio maisha yetu Bwana Jehova Jireh ikaweza kusimama katika uwezo na mamlaka yako. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa sababu wakati wote Bwana tuishipo ulimwenguni tunaishi ni kwa sababu wewe umetupa nafasi hiyo, umetupa kibali hicho, na umetutengenezea njia mahali hakuna njia, na umetupa Bwana Jehova Jireh haki katika utukufu wote Bwana. Sisi tumetambua yale yote Bwana wewe upendayo, na yale yote Bwana Jehova Jireh wewe usimamao kupitia, yani utusimamishao kupitia, ndio sisi wote tukaweze kukubali na kuelewa vile Bwana wewe upendavyo. Ninakushukuru mfalme. Ninaombea hili neno Bwana ninaenda kulisungumza liweze kuwa msaada kwa watu wengi, na likaweze Bwana Jehova Jireh kufanya maisha yao iweze kuwa maisha mapya na maisha marefu katika maisha yao. Mioyo yao ibadilike, mawazo yao ibadilike, na waweze Bwana Jehova Jireh kujua pasipo neno lako haiwezekani mtu hata mmoja aweze Bwana Jehova Jireh kuishi maisha yake yeye mwenyewe. Wewe ndiye Bwana maisha yetu, na wewe ndiye nguvu zetu, na wewe ndiye furaha yetu. Tunakushukuru na tunakuinua. Wewe tu Bwana Jehova Jireh ndio tunatazamia katika maisha yetu yote mfalme. Ninakupenda Bwana na ninakuinua wewe mtakatifu, na ni katika jina lako Yesu Kristo ninaomba na ninaamini. Amen. 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 Ni kwa uweza wote sisi tumejua wewe ndiye baba wetu. Ni kwa uzima ulio ndani yetu tumejua wewe ndiye Bwana Jehova Jireh umetusimamisha katika mambo yote. Haleluya. Ni odoria ugenagia ni umwe. Mufango wakwa wothe wi moko-ini maku. All my plan, wewe ndiye uli plan kunihusu mimi, ndio niweze kufika mahali nipo, ndio niweze kufika mahali nitakapofika mpaka mwisho. Yes. Na wakati tutakapotambua mambo kama haya, tutaishi kwako kwa amani, na tutakaa tukiwa hakuna mambo
inayotusumbua. Hatutasumbuliwa kuona watu wengine wakiinuliwa. Hatutasumbuka tukiona ya kwamba watu wengine wakiponywa. Hatutasumbuka tukiona ya kwamba watu wengine Mungu umewapa kibali, umewapa kibali kikuu kwa mambo mengine hata saa ingine tunatamani. Lakini haya yote yapatikana katika uwezo wote na katika mpangilio wako wote ule uliopanga kutoka mwanzo. Na ninaelewa vyema kabisa baraka yako Bwana kwa mwanadamu yeyote yule imetoshana. Hakuna mwanadamu umepatia kibali kikuu kuliko yule mwingine. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulimtoa mwana wako wa pekee, Kristo Yesu, afie ulimwengu mzima pasipo kuchagua mtu huyu na yule mwingine. Nilikuja kutambua ya kwamba kuwa na fedha nyingi, kuwa na kazi kubwa, hiyo ni bidii ya mwanadamu. Kwa sababu alalaye hawezi kuwa na kitu. Lakini yoyote yule amkae na kutenda kazi na kutimiza yale yote Bwana Jehova Jire wewe umeyaweka, huyo mtu anakuwa na kibali kikuu, kinaonekana kama ni wewe umempendelea. But Mungu nilikuja kujua bidii ya mtu inachochea hata kupanuka kwake. Bidii ya mtu, kufanya kazi kwa mtu, kutilia maanani kwa mtu katika jambo, kunafanya huyo mtu akaweza kupanuka katika maisha yake. So nikatambua, Mungu wangu, sisi kama mwanadamu yeyote katika ulimwengu, umetupenda na upendo moja, umetutoshanisha katika ufalme wa mbinguni, lakini umetupa kitu kinaitwa free will. Free choice. Kila mtu ajichagulie utataka kuishi na kukaa namna gani. Utakaa kwa nani? Nani utataka aweze kukuongoza? Na ni nani utataka aweze yani muandamane pamoja? Wakati nilipogundua haya yote, nikajua hata katika kazi ya Mungu kile tunachokihitaji kinatoka kwake. Bwana asifiwe. Na nikaelewa, sio Mungu yani hakuna kazi ya Mungu yajisimamia yenyewe. Hivyo ndivyo nilikuja kutambua. Kazi ya Mungu inajisimamia yenyewe. Hakuna mkono wa mwanadamu unafaa kusimamia kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mkono wowote wa mwanadamu haufai katika kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu anagharamia kazi yake. Na jambo la kwanza, aligharamia kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Mwenyewe aligharamia kazi yake. Na akapeana chochote kile kinachohitajika kwa mwanadamu aweze kukipokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, wale wote tufanyao kazi ya Mungu, tunahitajika kujua na kuelewa ya kwamba mapenzi ya Mungu tayari imeshafanyika ndani yetu. Mapenzi ya Mungu. Chochote ninachokihitaji katika kazi ninayoifanya, tayari nimeshakipokea. Kwa nini? Kwa sababu neno linaniambia kwamba ate tuamini wakati wowote tuombao, kile tumekiomba tumekipokea. Asante Bwana, ni kwa sababu ya mambo kama haya. Sababu zamani nilikuwa ninafikiria ati nikiomba nitangoja. Kumbe nalo neno likaweza kunifafanukia. Tayari ninachokihitaji nimekipokea. Niamini nimeshakipokea. Kwa nini? Kwa sababu alikitayarisha kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Ninakupenda Baba yangu na ninakuinua kwa sababu ya ufunuo wako unaoendelea na kufunukia mawazo yangu na kutambua pendo lako katika maisha yangu. Yes.
Ya, leo nataka tuweze kuzungumza kuhusu wacha niseme ni kama reward, lakini nataka kuzungumza niweze kunena kuhusu vile hatufai kudemand kama sisi watumishi wa Bwana. Hatufai kudemand anything while we are serving God. Bwana asifiwe. Ama serving people. Ama God's people. My topic nasema, do not demand anything while you serve God's people. Yeah. Ati wakati wowote ninapofanya kazi hii ya Mungu, sifai kudemand kitu chochote wakati ninapo waserve watu wa Mungu, ama sifai kudemand kitu yoyote kwao. Sababu neno linaniambia kwamba nilipewa bure, nao niwape tu bure. Nashukuru Bwana, ni kwa sababu wakati ninaponena haya, kuna neno lile tunaenda tukiangalia, tukilisungumza, litafanya yule anayesikiliza aweze kujua jukumu lake liko wapi. Lakini sio nisimame katika mwanya nianze kudemand. Bwana asifiwe. Unafaa vile unaendelea na kufundishwa na kuelekezwa, wewe uweze kujua ya kwamba I am part of this work. Yeah. Ati ujitambue ati ya kwamba ati mimi ni pati moja ya hii kazi. Bwana asifiwe. Na ndio hii kazi iweze kuendelea ifikie mwingine kama vile inanifikia, ninafaa ku stretch out my hand. Bwana asifiwe. Ninafaa kupeana kile kinachohitajika ndio kiweze kupeleka hii kazi mahali bali kuliko mahali imefika. Lakini tusikubali watu wa Mungu, watumishi wanao tufundisha wadimandi kwetu kwa njia ile iko kwa many churches. Sababu Mungu hakutuita tudimandi mishahara. Mungu hakutuita tuweze kung'ang'ana ama kung'ang'ania wale tunaofundisha. Tumeitwa tuwaelekeze mmoja kwa mwingine mpaka afike katika nafasi ya kujitambua, kujielewa na kutambua hiyo kazi iliyo mbele yake. Huyo mtumishi anayemwelekeza anafaa kula, anafaa kunywa, anafaa kuvaa, anafaa atakuwa na gari, anafaa yani kukaa vizuri ndio aweze kuendelea na kufundisha neno la Bwana katika ukweli na katika uzima. Bwana asifiwe. Watumishi wengi siku ya leo wanafanya kazi isiyo na, wanafanya kazi ya Mungu, wanahubiri neno lisilo na uzima, wanahubiri neno lisio na msukumo ndani ya mioyo ya watu, na kufanya watu waweze kutamani kukaa katika lile neno. Bwana asifiwe. Nao washirika hawako ndani ya nyumba la Bwana wengi ni kwa sababu ya lile neno linalohubiriwa. Wako pale wakiwa wako na kile kimewapeleka. Na kama yule tunaita mshirika ama huyo believer ako ndani ya hiyo kanisa, hako pale ni kwa sababu ya lile neno linalohubiriwa liweze kuwa msaada katika maisha yake ya rohoni. Huyo mtu atakuwa hapo kwa sababu ya vitu za ulimwengu. Na yeyote yule ako chini ya mamlaka ya neno la Bwana kwa sababu ya vitu za ulimwengu, siku moja ataondoka. Siku moja
ataleta ugomvi na atapiganisha wale wengine. Kwa nini? Either wakati atapokea kile alichokuwa anachokihitaji, yes, aanze kujiinua juu ya wale wengine. Number 2, akae aone hapati kile alichokuwa anachokihitaji, kimekawia, yes, ataondoka aende akatafute kule kunaonekana kama kuna miracles and wonders. Atakibilia tu mambo ya ulimwengu huu akitaka kujisibisha. Hiyo ilipatikana hata wakati wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hata mtu wa kwanza katika ministry ya Christ alimsaliti Yesu kwa sababu ya kuwa yeye ndiye alikuwa anabeba chondo ya sadaka. Moyo wake wote ulikuwa katika pesa. Bwana asifiwe. So tukiendelea na kuangalia mambo haya, ninataka tuweze kujiangalia kupitia neno la Bwana, kupitia kuzungumza hili neno. Tujiangalie na tuangalie, tunasimama katika mwanya, tunafanya kazi ya Mungu iweze kuendelea na kufikia wengi. Bwana asifiwe. Kama ninabarikiwa, na si kwa mali, si kwa pesa, si kwa vitu za ulimwengu, kama ninabarikiwa ndani ya moyo wangu, ninatamani wengine waweze kubarikiwa. Na alafu nikitamani, nitafanya nini? Nitafanya anayenielekeza, anayenifundisha aweze kufikia hata wale wako inchi za nje. Yani unakuwa na hiyo tamaa, unatamani watu wengi waweze kufikiwa na hili neno katika utumishi kupitia gharama yako wewe. Lakini si kugoja watumishi waweze kusimama katika mwanya, waweze kujiitishia. Wakati wanapojiitishia, ndio unakuta hata wewe unakasirika. Na ukweli hana chakula, ukweli nyumba haijalipwa, ukweli watoto hawamo shuleni. Sisemi kwa wale wako, nasema wale Bwana asifiwe. Kunao wako katika hiyo hali, na kuna wengine walizoea kuitisha. Wengine wakubwa, ministry kubwa, lakini wako pale ni kwa ajili ya kujiinua, kujishibisha na kujitajirisha. Hawako na haja na mioyo ya watu. Wako na haja tu wao na familia zao waendelee kupanuka na waendelee kuwa katika nafasi ya kujisibisha. Kwa hivyo 1 Corinthians 9 mstari unasemaje? 1 Corinthians 9 mstari 1 Corinthians 9 yes 17. Mstari huo unasema, for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu, nina thawabu, ila ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa wakili. Bwana asifiwe. Nayo kitabu ya Kikuyu inasemaje? Yes, tutasoma zote kwa sababu tuna nafasi ya kufanya hivyo. Katika kitabu ya 1 Corinthians, ati tukifanya hiyo kazi ya Bwana kwa kujitoa, 9 inasema, hata mimi sikuwa ninafikiria mambo kama haya yanaweza kuonekana katika maisha yetu. Kumbe Mungu
anaenda tu akifafanua na akifunua mambo ya siri ile aliweka ni kwa ajili ya wale watakao endelea na kufuata na kuhubiri neno lake kulingana na mapenzi yake. 17 inasema 17 inasema todo igerutaga wera ucio wa na kwendera daheo gerenwa no ingikorwo ti kwendera gwakwari hindi iyo no gutuike ni uramati ndihokeirwo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Katika wira uyu wa baba turafatara kuruta ni todo wa kwendera. Tunafaa kuifanya ni kwa sababu ya kujipendea na kujichagulia. Kwa nini? Kwa sababu wakati Paul alikuwa anaongea kuhusu huo mstari, alikuwa ananena kuhusu ministry. Alikuwa anazungumzia kuhusu ministry. Ati mtu yeyote yule ametambua ako na ministry. Na wacha nikwambie mtu wa Mungu, everybody in the world have a ministry in his heart. Mtu yeyote yule amezaliwa na Bwana, amezaliwa na Mungu, ako na ministry. Kwa nini zile ministry asifanyi kazi? Sinakosa kufanya kazi kwa sababu haujajulishwa. Kwa sababu haujasilisoma neno ukafafanukiwa nalo. Kwa sababu wewe haujajua ya kwamba Mungu alikuita na akakuchagua na akakuleta ulimwenguni ndio muweze kufanya kazi pamoja naye. Kwa sababu haujatambua Kristo Yesu alikufia ni kwa ajili ya hii kazi ya kusoma Biblia, kuitambua, kuiamini, kuamini kile kimeandikwa ndani yake. Na kile kimeandikwa ndani yake sio mambo mawili, ni kufanya kazi yake. Kuamini kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake kumeleta uzima ndani ya watu wote wale waliokuwa katika ulimwengu. Wale walikufa ndani ya dhambi. Kwa sababu Yesu akinja kutufia, tulikuwa sisi wafu. Tulikuwa wafu. Lakini yeye akatuuisha, akatupa uzima wake. Yeye tu ndiye alikuwa na uzima. Hao wengine wote aliokuwa ulimwenguni walikuwa wafu. Yeye hakudemand anything from us. Hakudemand kitu chochote kwa ulimwengu. Yeye alitoa uhai wake. Akatupa uhai wake ama uzima wake. Akatupa pendo lake. Alijitoa. Alichagua kutufia. Hakusema toeni kitu fulani. Hata hakuhitaji dhabihu yoyote kutoka kwetu. Yeye ndiye alifanyika kuwa dhabihu kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Ndio sisi tuweze kupokea kutoka kwake. Hatukuwa na kitu tulikuwa tunadimandi kwake. Bwana asifiwe. Lakini ni kwa sababu hatukuwa tunajua kuna kitu kiko juu ya vile tulivyo. Yesu akatuonea, Yesu akatufikiria, Yesu akatutolea, Yesu akatupa kumpitia babake. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hakuna kitu alihitaji kutoka kwetu. Na mimi nikiiga yale yote imeandikwa kwa maandiko na nione vile amenifanyia. Alitupa katika kitabu ya Roman 3, wacha nisome huo mstari. Roman 3:24 inasema ya kwamba 3:24 inasema at being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Wanahesabiwa haki bure kwa maana kwa neema yake
kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Mstari huyo wa 23 alitukuta namna gani? Ni akina nani hawa? Amewapa tu, ametupatia, ametujustify freely. Hivyo tu bure. Ni watu wa aina gani? Hebu tazama. Number 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ya, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi wote tulikuwa tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Yes. Wakati alipokuja, alikuta ulimwengu wote una dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo hakuna hata mmoja alikuwa ako katika nafasi ya Mungu. Hakuna alimtambua Mungu. Hakuna alimjua Mungu. Hakuna alimuomba Mungu. Hakuna hata mmoja. Tulikuwa tu kama wanyama. Lakini kwa upendo wa Bwana, John 3:16, alimtoa mwanae. Wakati alipokuja alifanya nini? Ndio hiyo Romans 3:24. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tunahesambiwa haki bure. Tulihesambiwa haki bure. Na watahesambiwa haki bure. But alifanya kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Na kwa sababu kazi yake hakuna wakati inafika mwisho. Inaendelea tu na kupokelewa na wale wanaoamini hiyo kazi yake. Yeye Yesu atarudi msalabani. Yeye Yesu atakufa mara ya pili. Alikufa moja ya kutosha amkamilishe yoyote yule atakayemwamini. Kwa hivyo yule atakayeamini leo atakamilishwa. Yule ataamini kesho atakamilishwa. Yule aliamini jana alikamilishwa. Yule aliamini miaka 30 100 imekwisha alikamilishwa. Na damu ya mwanakondoo ile alimwaga mara moja tu. Hakuna wakati mwingine itamwagika. Ukiona damu unaiba damu ya kumwagika saa hiyo, ate sasa Yesu kuja unifanyie. Hiyo sio damu ya Yesu. Hiyo ni damu ya mnyama pengine mwingine unaitwa Yesu. Yesu alimaliza kazi mara moja ya kutosha. Hivyo ndivyo Hebrews 10 atukiangalia hata 10 alifanya hiyo dhabihu. Alitoa hiyo dhabihu mara moja ya kutosha. Na hakudemand anything. Na mimi nafaa namna gani nisidemand anything wakati wote ninapofanya kazi yake? Haleluya. Ni kwa sababu kazi yake inajifanyia. Kazi yake inajifanya yenyewe kwa wote wale wanaifanya kwa uaminifu. Kwa wote wale wanaoifanya kwa uaminifu inawajali. Bwana asifiwe. Kazi hiyo inawajali. Ujabura pengine lingine. Hatufanyi kazi ya Bwana ndio tubarikiwe. Hatufanyi kazi ya Bwana ndio tupewe. Hatufanyi kazi ya Bwana ati ndio tuonekane. But tunafanya hii kazi ya Bwana kwa sababu tunafaa kuifanya. Haleluya, Bwana asifiwe. Hatuifanyi ni kwa sababu ya salary. Hatufanyi ndio tuweze kupokea malipo. Haikufanyika kwa malipo. Hapana. Imefanyika, tunaifanya ndio tuweze kufanya the other people waweze kuingia katika nafasi ile Kristo katika moyo ule Mungu aliweza kuifikiria kuhusu mwanadamu aweze kuingia ndani yake. Bwana asifiwe. So kwa hivyo ninafanya kazi ya Mungu kwa sababu ninafaa kuifanya. Kwa nini? Sababu kama ninafuata maandiko yake imenipeleka, imeniigiza,
ongoza. Maandiko yake wakati ninapoisoma inaniongoza namna hiyo. So hata pasipo kuulizia, pasipo nini, ninafaa. Nilizaliwa ndio nifanye hivyo. Hallelujah. Yes. Tukirudi pale tulikuwa katika huo mstari wa 1 Corinthians hiyo 9 inaniambia kabisa ya kwamba hiyo 9:17, for if I do this thing willingly I have reward. Bwana asifiwe. But if against my will a dispensation of the gospel is committed unto me. Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu, ila ikiwa si kwa hiari yangu nimeaminiwa wakili. Bwana asifiwe. Tukiifanya sio kwa hiari, tutademand kila kitu. Na hiyo ndio katika kanisa watu wengi wako hapo, wanaifanyia malipo. Sababu wengi hawajajisomea Biblia waweze kujua walichaguliwa, waliitwa, wametumwa, wamesimamishwa, wameelekezwa. Ukisoma hata wewe na kuwe na mtu atakufafanulia vyema, utaweza kukuta ninafaa haya na haya. Matthew 10, katika kitabu ya Matthew 10 inasemaje? Matthew 10 mstari, nataka tuangalie wa 41, mstari wa 41. 41 inasema, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteousness man's reward. Haya, ati ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye apokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Kuna kitu hapa mimi nimekuja kutambua, neno sio vile tunalolisoma, neno sio vile tunalolifikiria. Sababu bereni nilikuwa ninafikiria ati nikisimama katika hiyo nafasi ya nabii na niweze kutoa kwa nabii, yani ilikuwa, yani tukifanya tutapokea kutoka. Ati nabii akisema yale yote atasema tumeipokea. Lakini mimi moyoni mwangu na katika akili zangu nilikuwa ninafikiria katika mambo ya utajiri. Hata kama nilikuwa ninatamani na ninaona ninahitaji hata kutabiri vile anatabiri ama kufanya kazi vile anafanya, lengo la moyo wangu sana wakati huo nilikuwa ninataka kubarikiwa. Nataka baraka. Baraka gani? Za mwilini. Na wewe, sijui wewe siku ya leo ni nini unahitaji kwa your pastor? Ni nini unahitaji kwa your prophet? Nini unahitaji kwa kiongozi wako? Wacha nikwambie siku ya leo, utapokea kipawa cha nabii. Kipawa cha nabii, kama ampokea nabii kwa kuwa ni nabii. Ukimpokea nabii kwa kuwa ni nabii, nini utapokea? Kazi ya nabii ni kukufanya wewe kuwa, haleluya, kuwa mtumishi wa kufanyia wengine kama vile anavyofanya. Kama vile anavyofanya. It means ministry of the prophet will benefit you. Bwana asifiwe.
Wakati unampokea kwa sababu ni ya vile umemuona, unapokea ile ministry iliyo ndani yake. Mimi zamani nilikuwa ninafikiria nitapokea magari, manyumba, mafedha, mabiashara, mapanuke nini, lakini lengo la Mungu mwenyewe ni upokee hiyo ministry imodani ya huyo mtumishi, ndio na wewe mwenyewe uweze kufanya hiyo kazi ya utumishi kwa wengine. Haleluya. Sio kwa kuokota pesa, sio tu kwa kuombea watu uponyaji, sio tu ni katika kupanua kazi ya Mungu, kwa kufanya kazi ya Mungu iweze kupanuka. Kwa sababu hata mitume wakati waliposhika lengo la moyo wa Christ kupitia Mungu, waliingia katika ile nafasi ya kupokea kile Kristo alichokuwa nacho. Bwana asifiwe. Hatuambiwi Kristo alikuwa na magari, manyumba na pesa nyingi na nini na nini. Tena tukiangalia mitume hakuna mahali wanasherekea tulikuwa na pate, tulikuwa na wacha niseme hivyo, tulikuwa na Pastors Day, tulikuwa na nini. Yani hatuoni mambo hayo. Hatuoni maharambee. Walikuwa na maharambee, lakini kuna mahali pamoja neno linasema ati wakiona kuna upungufu walikuwa wanauza vitu zao, wanaleta wote, wakiwa wote pamoja, wanaleta hiyo hizo fedha mbele zao wote. Wanagawanya kila mmoja kulingana na mahitaji, yani kulingana na vile zilikuwa zinavyohitajika. Bwana asifiwe. Kulingana na mahitaji yale yalikuwa mbele yao kwa kila mmoja. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa hivyo hawakuachilia kazi ya Mungu. Wao walifanya kazi ya Mungu kwa gharama zao, kwa vitu zao. Haleluya, Bwana asifiwe. Na kulingana na hilo neno tunaona ya kwamba ati wakati ule unampokea hata pastor, mtumishi wa Bwana, a servant, kwa sababu ni servant, utapokea ministry ya kuwa servant, ya kuserve, ya kuprophet. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika mioyo yetu na mioyo ya watu wengi inawaongoza na kuambia ati prophet ama a servant amekuja ndio niweze kupata mali. Na hivyo ndivyo mioyo ya Jews ilikuwa wakati ule Yesu alipokuwa hapa. Hata wakati ule wale wawili walikuwa wanaenda Emmaus, walikuwa wanasema, na tulikuwa tunafikiria yeye ndiye atatoa Wayahudi katika mateso, yeye ndiye atawasimamia. Walikuwa wanafikiria ni kazi amekuja kuwatoa na kuwapigania. Walikuwa wanafikiria amekuja ni kwa sababu ya wale wamefinyiliwa na wale wengine wanauawa, wengine wanaondolewa, wengine wanafanywa. Walikuwa wanafikiria Yesu amekuja kuwapigania na njia kama hizo. Hivyo ndivyo hata siku ya leo watu wengi wanafikiria watumishi wa Bwana wamekuja kuwapigania kwa maadui wao, na kuwatajirisha. Hapana. Watumishi wamekuja ndio uweze kutambua mapenzi ya Mungu kumpitia mwanae Kristo Yesu kwa sababu ya uzima wa milele. Juu wakati Kristo Yesu alipokuja ulimwenguni alikuta watu wote wakiwa wenye dhambi. So hakuna mtu aliweza, vile mnasikianga watumishi wakiambia kujeni mpatie Mungu maisha yenu. Hakuna mtu alikuwa na maisha hapa ulimwenguni. Sisi wote tulikuwa tumekufa. Hakuna mtu alikuwa na uzima. Hakuna hata mmoja. Na hakuna alikuwa na life. Tumepokea life, uzima, wakati ule Kristo Yesu amekufa msalabani na akamaliza kufufuka, ndio tumepokea uzima. Mwathani arogocwo. Katika kitabu ya Ephesians 2 inatuambia tulikuwa wafu. Yeye amekuja akatuisha, tukapokea uzima. Wewe umepokea uzima kwa ajili
Yeye amesimama kwenye mwanya ndio aweze kukusimamisha. Bwana asifiwe. Si kwa kitu chochote kile. Hakuna kitu aliambia mitume leteni. Hakuna hata moja. Hata iliendelea mpaka akawaambia kujeni niweze kumshafisha miguu yenu. Akawaosha. Badala ya kumaliza kuwaosha akawaambia, enendeni mkatende wengine namna hiyo. Endeni mkaoshe wengine miguu. Kuosha miguu watu wengine miguu sio kuweka maji kwa karai na kuambia tubukiezeni miguu yenu, hapana. Ni kuserve their hearts. Ni kuwahubilia, ni kuwatoa katika giza, ni kuwapa uzima kwa imani, ni kuwaondoa katika hali ya kujiamini, waweze kuamini ufalme wa mbinguni katika uwezo wote na nguvu zote. Bwana asifiwe. Haleluya. Nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu ya kufanya nikaweza kutambua na kuelewa mambo yamefichwa. Hata mababa yetu wengi wamekufa wakifikiria vile Mungu anawapenda katika pande ya kuwatajirisha. Mtu akijenga nyumba anafikiria ni Mungu amemtajirisha. Hapana, hiyo ni nguvu yako, ni uwezo wako, ni akili zako. Uliweza kuunganiza akili vyema, sikazaa hiyo kinyumba, sikazaa hiyo gari, sikazaa mambo hayo. Unaona imekusugukia ya ulimwengu. Ni akili zako ulifanyisa kazi kulingana na vile ulivyo ifanyisa kazi. Neke gitomi ninanena haya kwa sababu Waislamu hawamuamini Christ, lakini ni matajiri wakuu sana na wanajua kufanya biashara vizuri. Matajiri wengi wako na mambo makubwa. Magari tunayoyaona yakitembea, makampuni ya magari. Watu wengine hata ni Hindus. Hata hawajui Mungu na hawajui Christ, lakini ni matajiri. Kristo na Mungu hakukuja kutupa utajiri. Nyinyi watumishi wa Mungu, Mungu hakukuja kututajirisha katika fedha na mali. Kristo ametutuma tuweze kutajirisha mioyo ya watu wengi. Mioyo ya watu wengi iweze kutajirika katika ulimwengu wa rohoni. Ndio watu wengi wasiweze kutoka katika kifungo katika ulimwengu tulio ndani yake. Number 42 inasema, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Atena mtu awaye yote atakaye mnywesha mmoja wapo wa wadogo hawa nga kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amin nawaambia haitapotea kamwe zawadi hiyo. Bwana asifiwe. Haitapotea kamwe. Sasa tumechukua hii yote, tumeipanga. Tunaona money. Tunaona money, cars, houses, hizo vitu za kila aina. Mioyo yetu tumeielekeza tu katika mambo haya. Lakini ningetaka upanuke kidogo katika akili zako. Ningetaka upanuke kidogo katika moyo wako. Panua hema kama vile tulikuwa tunasoma last week. Panua hema yako. Sio kwa sababu unaitwa the royal priesthood ufikirie ya kwamba ni katika mawazo yako kulingana na vile unafikiria royal. Bwana asifiwe. Ate igwe tulero rukaro dure turwadirito ya dejeri Ngai. Yes, usiione katika umwili, usiione katika utajiri wa ulimwengu, usiione katika mali ya ulimwengu. Ione na lengo hii moja ya kwamba yes,
ufalme wa mbinguni u ndani yangu. Ufalme wa mbinguni, uzima wa Bwana, neno la Bwana, mwelekeo wa Mungu, ndio niweze kuelekeza wengine, kufundisha wengine. Umeingia katika royal priesthood. Hallelujah. Wewe umefanyika kuwa mtumishi pamoja na wale wanaokufundisha, wanaokuelekeza. Umepokea, unaona Ephesians 1:3 inatuambia tumepokea utajiri wote wa rohoni. Nimepokea utajiri wote wa rohoni, sio utajiri wa mwilini. Utajiri wa mwilini haujanenwa kuhusu katika maandiko. Utajiri unaonenwa katika maandiko ni wa rohoni. Tumepewa utajiri wote wa rohoni. Bwana asifiwe. Tumefanywa kuwa royal priesthood. Hallelujah. Tumeingizwa katika utumishi wa kazi ya Bwana. Na huko ndani ndiko kuko na rewards baada ya kufanya kazi ya Mungu katika ukamilifu. Bwana asifiwe. Lakini sio kudemand, sio kusimama na kudemand. No, ni kusimama katika kazi hiyo na kuifanya kulingana na vile inavyohitajika iweze kufanyika. Kama vile Yesu alikuja akaifanya, mitume wakafuata, Paulo akafuata. Wamefanya hiyo kazi ya Mungu pasipo kusumbua. Haleluya, Bwana asifiwe. Yes. Lakini mjue hata wakati wa mitume, hata wakati wa Kristo, tunasikia kulikuwa na mtu anaitwa Judas. Yule alikuwa anabeba chondo ya sadaka. Kwa hivyo kulikuwa na utoaji. Kulikuwa kuna watu wako na ile heart ya giving freely. Walikuwa wanapeana hivyo tu pasipo. Walikuwa wanapeana. Hawakuwa wanangojea Christ aweze kudemand. Wakati wa mitume, hallelujah, kuna watu walisimamisha hizo ministries za mitume. Hawakugonja waweze kudemand. Na sisi siku ya leo, msikubali tuweze kudemand. Hallelujah. Kwa sababu tukidemand, mtachoka. Hata sisi tutachoka. Na tujue, hiyo sio mapenzi ya Bwana. Kulipisha ama kudemand. Yes. Hallelujah. Kile kitu, mtu mzima, wakati wowote mtu mzima anaangalia katika kazi anayoifanya, anaangalia ni nini inayohitaji. Inahitaji nini hiyo kazi? Na ukikosa kuipa hiyo kazi, itakoma, itafika mwisho. Lakini wakati utakapo, hallelujah, ifanyia kazi na uipe kile inachokihitaji, hiyo kazi itapanuka. Hilo jambo litakuwa na msingi. So wakati tunapohubiri, watumishi wa Mungu wanahitaji watu wanaelewa kazi ya Mungu inafaa kufanywa namna gani. Na hakuna kazi ya Mungu inafanyika pasipo money, fedha. Kazi ya Mungu inafanyika kupitia fedha. But wale wanaopeana ile fedha waweze kuwa watu wazima akilini na moyoni. Hawafanyi ndio wafanyiwe, lakini wanafanya ndio watumishi wa Bwana na hata wao wenyewe waweze kufikia mtu mwingine kama vile nao wame. Ndio nikufikie, kuna mtu aligharamia. Hata saa hii unaona nikikuhubiria, kuna mtu amegharamia. Akanunua wifi, akanunua stima. Bwana asifiwe. Akanifanya kuwa available kwa
kwa gharama yake. Akanifanya saa ingine nivae, akanifanya saa ingine nitengeneze nywele, akanifanya saa ingine niweze, saa ingine maumivu inakuja ninaenda hosi. Wacha niseme hivyo. Todo ringi tuonekaga ta tutarwaraga. Andu aria metua matirwaraga ni maheni. Makona mandagitari mehithete na kou. Makona mandagitari mao ni maheni. Gutiri mundu utarwaraga. Ndukanahenio. Ndukanahenio ni ahunjia. Na ahunjia aria mamenyekaga ni marwaraga ni aria huthu biu. Todo ringi ni marwaririe ciana. Ni marwarire. Na ni marenda ashirika mamateithie niguo mahote gutwara ciana thibitari. No aria me iguru matua maumaga kwa Ngai makagwa rucini. Ate matire thina ni marwaraga. Ni ona ni njui ya ingio na arata kwa anene aria muigua anene. Ona mwanyo na ati ate dio ya ine na anene. Makoragwo na mandagitari mao mamaroraga every now and then. Mamaroraga hindi ciothe. Akĩigua kamutu ũguo ndagĩtarĩ ni etirwo. Hallelujah. Koguo ri tutige kuhinyiriria andu aria methi. Tusifinyirie wale walio chini. Tusifinyirie wale wanaopeleka watoto shule. Wale wako na watoto wadogo. Tusifinyirie wale hawana yani hawana kitu yani. Lakini ninasema watu wasitegemee tu kazi ya wasitegemee tu kazi ya Mungu. Tunafaa hata kama tuko kazini ya Mungu tuwe na jambo lingine tunafanya. Namba 2 nataka uelewe hivi. Sababu ni moja. Hallelujah. Wakati tuko katika hiyo kazi ya Mungu, tunahitajika tuifanye na amani. Nakegwire fio. Tunahitajika tuifanye na amani. Na wakati umekuta kanisa haina uwezo ule, saa ingine kama una jambo unafanya, unakuta unajiinua pande hiyo. Hallelujah. Na vile tu utaendelea ukiwafundisha pasipo na mambo mengi katika akili, katika pasipo kukasirika, pasipo kulaani watu, pasipo kurely on them. Utakuta kuna mtu miongoni mwao ameanza kukua na kuelewa na kutabua, hii jambo ndio ilifanya niweze kuletwa hapa. Kwa huu muda niko hapa niweze kuinua kazi ya Mungu, niweze kuibariki kazi ya Mungu. Hallelujah. Kama akina Hana, akina Mariam, au wote waliokuwa katika nafasi ya kazi ya Kristo, walielewa, walitambua kwa nini niko hapa, kwa nini nimefunguliwa katika maroho na mavitu zingine zote zile, ndio niweze kusimama kwenye mwanya wa kufanya kazi ya Mungu iweze kusimama. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ninamshukuru Bwana ni kwa sababu utumishi wake ni mwema kuliko utumishi wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Na nimesema hivyo na njia gani? Wakati utumishi wa Bwana unanena ndani yangu na unanena ndani yako, unajikuta katika nafasi ya kutambua mapenzi ya Mungu katika uweza wake. Bwana asifiwe. Haya ninasumbuliwa, kuna mtu ananisumbua, lakini na ninaamini yote itakuwa sawa. Inakuwa namna hii. Inakuwa wakati tulio katika kazi ya Bwana tunajikuta katika nafasi ya kutambua moyo wake ulikuwa namna gani kutoka mwanzo. Bwana asifiwe. Moyo wake ulikuwa namna gani kutoka mwanzo? Nguvu za Bwana yani kazi ya Bwana inafaa kufanyika namna gani kutoka mwanzo? Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu Kristo mwenyewe anasema ya kwamba wakati utakapombariki mtumishi, yani mtumishi kwa sababu ya utumishi wake,
Utapokea ile kipawa ya utumishi, sio kupokea utajiri na mali. Utapokea hiyo kipawa, na hiyo kipawa ya utumishi ni ya kufanya nini? Hiyo kipawa ya utumishi ni ya kufanya hii kazi moja, kufanya wengi waweze kutambua mapenzi ya Mungu, kufungua wengi kutokana na dhambi zao, kufungua wengi kutokana na roho moja, yani kutokana na kazi ya kishetani. Bwana asifiwe. Kutokana na kazi ya kuwa discouraged, kutokana na kazi ya kuwa evil, kutokana na hali ya kuwa persecuted, kutokana na hali ya kuwa sinner. Unajikuta unasimama katika mwanya wa kuelewa na kutambua, there is yani mawazo yangu nimetan, mawazo yangu imefunguliwa. Sio tu kwa mambo ya kiroho tu inafunguliwa, inafunguliwa hata katika giving. Unatambua si give ndio niweze kuwa given. Hapana, nimegive sababu nimechaguliwa katika hiyo ministry ndio niweze kufanya iweze kupanuka. Hiyo ni njia moja ya kupanua hema zako, na mimi kukuhubiria ni njia moja ya hema zangu. Namba 2, kusimama na mali yangu ama kugharamia kazi ya Mungu katika mali yangu, nikiendelea tu kukuhubiria, tena hema yangu inapanuka sana kuliko. Ndio unaona, wakati mwingi tunakuambia fanya hata wewe kile unasikia tukihubiri, enda ukihubiri, si kukuchukia wala kukuchokeza. Tunataka uweze kupanua hema zako na njia nyingi, na njia zote. Kama vile siku ya leo unasikia ninafaa kujenga nyumba, unajenga. Ninafaa kununua gari, unanunua. Ninafaa kupeleka mtoto wangu university. Yani unajipanua katika maisha yako ya hapa ulimwenguni. Hivyo ndivyo tunafaa kupanua maisha yetu ya rohoni kwa ajili ya watu wengine. Na hiyo tunaipanua na njia gani? Ya kugharamia fedha zetu. Na hapo ndipo kusio kusema ate tithe. Hapana. Kusema mambo ya tithe uko katika upungu, yani unajipinga. Haleluya. Kwa sababu wewe hauwezi kutoa kile haujakuwa commanded. Haleluya. But unaweza weka tithe kando, useme sitatoa ikiwa tithe, but nitaibariki kazi ya Bwana. Na ukisema nitaibariki, utaibariki hata kupita tithe. Utaibariki hiyo kazi ya Bwana na utaipanua ile kazi ya Bwana pasipo upungufu wa tithe. Tithe iko na limitation. Tithe iko na limitation. But wakati mawazo yako umepanuka, hema yako katika hiyo nafasi ya kupeana imepanuka, unaondoka katika tithe, sababu tithe ni 10%. But unaweza fika katika nafasi hata ya kupeana 100%. Bwana asifiwe. Lakini ujue tithe imekomea 10%. Hakunanga 11% tithe, hakunanga 9% tithe, 5% tithe, 30% tithe. No. Tithe ni 10% kulingana na vile iliandikwa. So, wakati unajihesabu kupitia tithe, wajifunga katika kupanuka. Na ndio unaambiwa inaweza toshea tu katika madirisha. Lakini mtu aliye na akili za kujua, hapa si mambo na kujipima, ni mambo na kupeana, kujitoa. Kama vile Kristo alivyojitoa katika kazi ya Mungu.
Hakuniangalia, akaona ya kwamba sifanyi na niko na dhambi. Aliingia katika ile dhambi na akaingia katika hiyo jambo sifanyi, akafanya ndio niweze kuwa na mwelekeo. Yesu hakutoa tithe, my dears. Yesu hakutoa tithe. Mitume hawakutoa tithe, sababu walijua upungufu wa hizo vitu zitazuilia kazi ya Mungu ikose kuendelea. Itakuwa na kipimo. Na ndio unaona kuna vita kali sana makanisani kwa ajili ya tithe. Tithe inazuilia watu hata waweze yani wanaingiliana. Unapimiwa hai wakati huu. Toa kiwango hiki, toa kile. No. Ikia katika kazi ya Bwana kama vile Kristo alivyoingia. Aliingia na mwili wake, roho wake, uzima wake, aliingia fully. Inol gai ule ugatia. Yesu hakuna pati hata moja aliacha nje. Hakuna kitu kimoja aliacha nje. Aliingia ndio aweze kuwa kielelezo kwetu sisi vile tunafaa kuingia ndani ya kazi yake. Bwana asifiwe. Hakupima kitu chochote. Mitume nao wakasimama kwa mwanya. Hawakupima kitu chochote. Waliingia kwa kazi ya Bwana fully. Na kila kitu, everything. Now, hatujaona mahali familia zao tunaambiwa zilienda hivi na hivi. Sababu kuna mahali neno linasema ya kwamba ati wakati ule tuko katika kazi ya Mungu, naye Mungu nyuma yetu akishughulika. Bwana asifiwe. Lakini mimi sitaki kujua anashughulika namna gani. Hiyo ni kitu itendaga. Ndida kumenya anashughulika atia. Na ndida kumenya ashughuliki atia. Ni uria njoi ni ati ni ndimwite na ndimuthure ndute wira ucio itekwenda kumenya no ndiraruta atia tate ndina roho mutheru thiini wakwa uri urandeithia kuuruta. Mwathani arogocwo. Na ninaufanya kulingana na vyovyote vile nitaweza kuifanya. Ninaifanya kulingana na gharama ile inayohitajika niweze kufanya nayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio niko hapa sasa hivi. Ndio niweze kukujulisha haya yote. Na wewe uweze kuchukua nafasi. Ukubali mawazo yako iweze kufunguliwa. Ukubali macho yako ya rohoni iweze kuona. Ukubali masikio yako ya rohoni iweze kusikia. Ndio uweze kusimama katika mwanya. Uweze kubariki hii kazi. Uweze kupanua hii kazi ya Mungu. Uweze kufanya watu wengi waweze kufikiwa. Sababu tukikosa kufunguka, tutoke katika upungufu wa mambo yale tumefungwa nayo na watumishi wengi, lakini si wote. Watu wa Mungu nimwambie, hatutapanuka mawazo kujua na kutambua kazi ya Mungu ilifanywa na upana wa aina gani. Yesu anasema ati ndio tuweze kutambua upana, urefu, kuingia chini. Bwana asifiwe. Na up. Ati haupimiki. Ule upendo Kristo anatupenda nayo haupimiki. Huo upendo ndio anataka tuingie nao katika kazi yake. Haijali, bora wewe mawazo yako na moyo wako unajua na fanya haya yote ndio nifikie mtu mwingine atambue na aelewe ninayoyazungumza. Bwana asifiwe. Ndiye ndaga kumenya. Taru thai sijagirire ni gukorwo kundu kuna. No ni ndugamirie ni tondu wako. Haleluya, Bwana asifiwe. Nimesimamisha na nikajiomba nipatikane kule masaa ingine kwa ajili yako, sababu sitaki kupoteza this time. Sitaki kupoteza time ya kesho. Nataka tuweze kwenda katika mpangilio. Nisikupoteze wewe na wewe usikaweze kunipoteza. Hata nikienda kwa wengine wageni niweze kuwa mahali pale ninajua kuna wengine tunaopatana kila wakati. Niweze kuwa nimetilia maanani. Mwathani arogocwo. Gutira makania. Haleluya.
Kwa hivyo wakati wowote unafanya kazi kwa a prophet, a servant, ni mtu unampa maji, ujue ile benefit ya hiyo kazi iliyo ndani yake itakufikia. Ile benefits iliyo kazi ya ndani ya hiyo kazi anayoifanya itakufikia. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nie nikitenda gutharau ndungata iria cia ndanarugama haricio. Nikitendaga gutharau ndungata yothe yana ndungatira. Ndungata yothe yana ndongoria. Neka ndongoria ngionaga hahera ndongoria nama kuhitukira uria kiugo kia Ngai kiroiga. Ndingenda itheru na ndingenda kumatha. Ti othe ni uria wothe ndanamenya uyu arandwara na njira cia Ngai niguo nanie hote kwamukira utumishi wa uungu ndani yangu kumpitia. Sio wale wanasimamanga ati ndio waweze kugain tu. Ni wengi wa kugain. Ni wengi only gaining. Wanapigania. No. Nikiwatambua hao naondoka pole pole. Lakini yeyote yule ako pale ndio niwe tuweze kuandamana vyema na tuweze kuhubiri injili kulingana na vile inavyohitajika. Ya, tunaandamana. Tena wakati nilipokuja kujua hivyo mambo haya, mtu yeyote yule wa kusukumwa fanya. Ya, unaondoka pande hiyo. Unamuondokea sababu mtakuja kukosana. Sababu haelewi kwa nini yupale. Haelewi kwa nini anakuja kanisani. Haelewi kwa nini anakalia kile kiti anakikalia kanisani. Bwana asifiwe. Yeye kazi yake ni ya kuja kanisani yakae chini. Huyo mtu hana faida kamwe. Huyo mtu na unakuta, sorry wacha niseme, na unakuta hata wakati wa kutoa sadaka ni wale wa 250 200. Na si kukosa, amekosa, but ni kwa sababu hajafika katika nafasi ya kutambua. Lakini hao watu tunafaa kukaa nao namna gani? Kana huyo mtu vizuri, endelea tu na kutia neno. Kama ni kulipokea, alifungulia moyo, atalifungulia alipokee. Na kama si wa kulipokea, atatoka na ataenda. Haleluya. Atakuondokea sababu amekosa kile alikuwa anachokitafuta. Watumishi wengi mko na watu wa aina gani? Wale waliokuja kwa sababu ya kugain. Watumishi wengi wako na wale wa kugain tu. Na ndio unaona watu wengi wamekaa chini. Watu wengi hawataki kufanya kazi ya Mungu sababu wanakaa kama watu hawapokei kutoka kwenu. Hawapokei kutoka kwetu. Tunahitaji mtu tunasikia ati wakati alikuwa katika soko kwanza alikutana na mtu na akamhubiria. Yes, huyo ndio yule mtu anakuwa. Huyo ndiye yule mtu amepokea thawabu. Haleluya. Thawabu si pesa, magari na manyumba. Hapana. Spiritual things. Haleluya. Neno la Bwana hakuna mahali itakufundisha kuelekezana na vitu vya ulimwengu. Inahitaji, lakini ukiendelea na kusoma vyema utakuta Old Testament and New Testament. Hata mifano yote imepeanwa Old Testament, New Testament, yote inahusu spiritual. Bwana asifiwe. Inaandamana na mambo yote ya kiroho. Sio vitu vile watu wanavyofikiria. Bwana asifiwe. Nikiwa nimebakisha mstari mmoja, kesho tutakuja tuweze kunini. Mstari wa John, wacha tuangalie pamoja nawe katika kitabu ya John 4:36 inasema, John 4:36 inatuambia, and he that reapeth receive wages and gathereth fruit unto life eternal.
Yeah. Etano. Nimefika wapi? Yeah. That both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Ati naye afunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele. Ili yeye apandaye na yeye afunaye apate kufurahi. Number 37. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja hupanda akavuna mwingine. Kama sasa kulingana na neno la Bwana katika huo mstari, tuna receive wages, ni kusema tuna receive the work of God. The reward is the work of God. The reward is the work of God. Kuna mtu alipanda, na yule mtu alipanda hakuvuna, akatoka akaenda kupanda kwingine. Mtu mwingine akaja kuendelea, watu wakaanza kutokea pande na upande, lakini sio yeye aliwahubiria. Unafungua kanisa unakuta watu wanajireta, lakini walihubiriwa na mtu fulani, wakasikia kuna ukweli, ukaanza kufuna. Na wewe aendelea na kuendelea na kuzindilia neno la Bwana ndani yake, naye ataenda atapanda kwingine. Hata kama sio yeye atafuta, kuna yeye yule naye ataenda. Ugo ndivyo tuthijaga. Haleluya, mwathani arogocwo. Na nikionie ona ikiona mundu ni adiga, nimenyaga nie ndari o muhandi. Oi Ngai, ndari o muhandi. Riu thina ni ati ndwagereire kuma uthamaki-ini wa Ngai uthie nduma-ini. Nduage ufai kutoka katika ufalme wa mbinguni uende katika giza. Wewe hatukuhesabu kama mtu aliyekuwa amepokea. Haukuwa umepokea. Haukuwa umepokea haki ya Bwana. Kwa hivyo haujitambui na haujielewi. Nduremenya, nduretambura, ndui gitumi kiohonoke. Haujui yani kwa nini uliokolewa. Haujui. Unafaa kama ni ufalme, ukae katika ufalme. Hata ukitoka hapa uende Amerika, wache uingie nafasi ya mahali ufalme wa Bwana unapo, na Ngai ndangĩgũtwara handũ hatarĩ uthamaki wake. No nginya uthamaki-inĩ wake atware andũ arĩa othe marĩ yake. Ndangĩkũruta haha hadi autware sheria-inĩ. Hawezi kukutoa hapa akupeleke kwa sheria ile utaenda kurudi tena katika machakula. Na alikuwa amekupatia balanced diet, ndio alikuwa anaandamana naye, alafu akupeleke kwa machakula. Hakuna kitu kama hiyo. Huyo sio Mungu. Ni lazima iwe uko na shida. Wewe uko na shida. Wewe umekaa na mtumishi wa Bwana miaka 5, miaka 10 na hauhubiri. Haujitolei kwa mpangilio wa neno la Bwana. Nakwambia uko na shida. Uwe na thina, na ni thina utangĩthĩka ũrĩa ũhana. We na thina. Na ndũraruta nĩguo heo. Na hautoi ndio ubarikiwe. Nakwambia ati ndiraruta nĩguo ndathimwo. Ati nĩguo heo. We iguru na we kwa baba ni ngoro ya Ngai biũ. We ngoro ya Kristo, moyo wa Kristo. Ninafanya hii kazi kwa sababu ninafaa kufanya. Amenibariki ndio nami nibariki kazi yake. Pasipo kuangalia, pasipo nini, pasipo kutaka kujua fedha zinafanya nini. Bora tu watu wafikiwe na neno la Bwana. Na mimi niko hapo, nami
nikisukuma nikisindikiza watumishi pamoja na wao na pamoja na mali yangu. Mwathani arogocwo. Hindi ndarikirie kumenya uhoro ucio ngimenya koguo ona ndirio ndungata ni ndirabatara gukorwo miena maundu-ini mothe ni ndirarugama. Ona ndirio ndungata ni njagiriire kumenya ati ni ndiagiriire kurugama githimo-ini, njagiriire kurugama uhoro-ini wa kwiheana. Nawe ta mushirika wa kanitha muna, either ni gwitu kana ni kungi, menya urabatara gwitambura niguo urugamie wira ucio wa ndungate wera kuhunjiria o muthenya o muthenya o muthenya. Ndukamihe niguo ekuhe, no ungimihe tondu nama ni urona ti theru wira uria araruta niguo wagiriire, onawe kiheo kiu enakio ni ugukiamukira na ni ukuruta wira wa Ngai na njira nene ona kumukira to tuheanaga na warie munene. Wongerera uge wa Ngai thiini waku ukarama makiria muria wa kuruta. Mwathani arogocwo. Indo ciothe iria winacio ni ciaku na Ngai ndari hindi agagwatha atika. Tiga guthikiriria Ngai ndaguthaitha ati kuga njetereire Ngai anjire gutiri undu to cio Ngai ndagakwira. Ngai ni akuhete free will, undu wa gwithurira, free choice. Kana no wike kana ndugwika. Wi mundu mugima, wi mundu urataukwo ni kiugo kia Ngai, wi mundu urahunjirio ni kiugo kia Ngai, we urataukwo, we urahunjirio ni kiugo kia Ngai thiini waku. Ndwagiriire gweterera ati Mwathani njira njagiriire gwika atia, Mwathani njira kana ni njagiriire kuria, Mwathani njira kana ni njagiriire guciara, Mwathani njira kana ni njagiriire kuhunjia, Mwathani njira. Werirwo ni kiugo tene macio mothe ndari hindu aroka gucokera. Hakuna jambo anakuja kurudia. Ukitaka kufa kana hiyo mambo ya kugoja, utakufa tu ukiwa na husuni, sababu saa yoyote hakuna wakati utapata majibu. Lakini wakati ule utakubali moyo wako na moyo wako uweze kuamua katika uamuzi wako wewe, pasipo mtumishi, pasipo neno linakusukuma, pasipo your friend, your neighbor, na kuambia hauta regret ile kazi yote umeifanya. Nie ndieriraga, nie nejikete maundu maingi muno ndekire itekumenya uri uyu muthi, no reke ngikwire nie njutagiriria uthamaki wa Ngai ngoiga ona hindi yo mundu egitumumu ekire maundu ndakariganira. Hindi yo ekire wigitumumu matikariganira. Tiga gutinda ugithie tia guthie gwitia utoria ndirona andu magithie kuga ati twikwo ni kwenda wendire ti kwirwo werirwo. Na riria wendire ugika, tiga gucoka kugarurukira undu ucio one tari uru wekire wega mahinda macio na waiganaga uguo. Riu ni kumenya umenyete ikondu ungi mwega gukira ucio wekire. Ikari wina ugi na riu ndina ugi no njike undu munene muno na mwarie na wakugegania gukira uria ndekire. Ona no ndute mbeca nyingi muno umuthi gukira uria ndarutite hindi yo, na hindi yo niguo ndarutaga piu. No riria wona wathi ugite na umenyo wa wira wa Kristo, utwikaga yani utwikaga open na miena yothe, utwikaga white. Yes, no tiati uri urathi ukurite niguo urathi utwikite stage, ugathi utwikite stage, ugathi ati na niguo urathi uteithitio ni roho wa Ngai. Asa uguo tiguo wira wa Ngai Yohana. Wira wa Ngai utumaga mundu aure nguo ciake ciothe, yani kwaura, yani ti kuruta nguo yani kuyaura, tondu ni ndina undu wendo ucio wa Kristo ni waneneha kuri andu. Tiate ona ni kuri Kristo, ni kuri andu. Reke andu mamenye uhoro uyu, reke andu maigue uhoro uyu, reke andu matambure hitho eno, reke andu mathie na hitho eno, riu ugakorwo hano. Mwathani arogocwo. Ninafurahi sana wakati nimefika katika nafasi hiyo. Kesho tutaendelea tuone mapenzi ya Mungu. Panua hema zako, fungua milango yako. Hakuna mlango wako hata moja umefungwa. Wewe ndiye unaifunga kulingana na mipango yako, mawazo yako na upungufu
wa kutokubali kupanuliwa na neno la Bwana na kufunga mambo yale, kazi ile unafaa kuifanya unaifungiria. Mwathani arogocwo. Ndukaneterera ndungata kwireka, tiga gweterera. Ndungata ndagirire. Mtumishi hafai kudemand wala kukuelekeza. Mtumishi kazi yake ni kukuhubiria neno, kukuelekeza na neno na kukusindiria. Kaa chini ya neno, isikia neno, tambua neno, amini neno. Kazi ya mtumishi ni hiyo. Noti ya gukwira ruta indo ciaku, rehe musara waku, ikona guko dirisa gutire, guko gutire mirango, ona awe ni urona, ona no urugame na maundu macio. Mwathani arogocwo. Ndacokia ngatho ni kumenya wega kwina ngoro ya Ngai iranjigwa, na kuri angi maraigwa na njira tofauti, negative, wanasikia negative na wanaweza chukua jukumu lolote hata ya kunitusi wala kuniambia nini, lakini nakuambia nitanena na ninene mapenzi ya Mungu, na nikosoe wote wanaambia watu watoke makanisani, ni wakosoe. Sababu sijui wanawaambia watoke makanisani waende wapi, na neno linasema ya kwamba mahali watu 2 3 wamekusanyika, hapo ndipo Mungu kwa uaminifu kwa kazi ya Mungu, kwa ajili ya neno la Bwana, hapo ndipo Mungu anamwaga baraka yake. Bwana asifiwe. Sijui unaambiwa utoke kanisani uende wapi. Ndiwe no si urakwira ogwo da hingurite kanitha gakwira okaguku kana thie kuna. Ndikwenda kumenya aria mahuritwo na nie ndiramaka, no ndakwira u chitambue wewe mwenyewe, wimenye we menya nyugwitwira matua. Ukijitambua utajiamulia, ukijitambulia utajiamulia. Kama vile hukuamuliwa na mtu uelewe na huyo amekuoa ama uoe huyo umeoa, nakwambia nawe waamurirwo kai ni wikoragwo na thina no we watuire matua na kai ni ukenaga ona ungihurwo uragwo no uthekaga, warumwo ni ukenaga tondu niwe woire murigo ucio ukiigerera. Mwathani agocwo. Ndungirira no mundu wakure au egwatagia cio. No aigua ndaguthaitha tua matua maku na ndukarira ndukerira no gutura na gikeno. Reke tuhoe. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Wewe umejaa mamlaka na nguvu. Umenipa kibali hiki asubuhi ya leo Bwana Jehova Jireh, ndio niweze kutenda kulingana na mapenzi yako. Asanti ni kwa sababu uzima na utukufu Bwana Jehova Jireh zinatoka kwako kwa wote wale waaminio. Bwana Mungu wangu na mfalme wangu, najua mimi ni chombo chako. Mimi ni kazi ya mkono wako. Sitapungukiwa kamwe. Sitakosa. Sitaangamia. Sitahitaji nikose kupata. Utafanya nitimize yote kwa sababu ya mapenzi yako yasiyoonekana na yaliyoonekana. Bwana wetu Yesu Kristo, kuamini kwangu kwako kutaleta faida ya kila aina. Pokea sifa na utukufu. Ninawaombea tulio nao wote, mapenzi yako na uweza wako siandamane pamoja na wao. Wacha mikononi mwao wazidiziwe baraka, akilini zao wazidiziwe ufunuo pamoja na mioyoni mwao wa neno lako Bwana, ndio waweze Bwana kulifuata kulingana na vile linavyofaa. Biashara zao naziombea kupanuka na kuwa na faida. Asante Mungu wetu mfalme, ni kwa sababu ya utukufu wako. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen.